Ebana, hapa ni Uwekezaji 101, mahala ambako utajifunza kuhusiana na uwekezaji hususan katika soko la hisa kuanzia katika hatua za awali kabisa, au sio? Na kama kawaida, sasa hivi tunajifunza kutoka kwenye yaliyopo katika kitabu cha Hisa, Akiba na Uwekezaji kilichoandikwa na mtaalamu Emilian Busara pamoja na Grace Mlembo, au sio? Kama hujajua bado, katika Mtaji Academy Book Club tumekuwa tukisoma kitabu hicho kilichoandikwa na mtaalamu Emilian Busara kwa jina la Hisa, Akiba na Uwekezaji, kutokea hatua ya mwanzo mpaka ya mwisho kwa pamoja, na sasa hivi tuko katikati ya mchakato, na tukiwa tunasoma nimeona ni kuhabarishe yaliyomo kwenye hicho kitabu. Kwa hiyo katika chapter ya kwanza nitakujuza, katika sura ya pili nitakujuza, ya tatu na ya nne ambavyo nimeshafanya hivyo tayari, na sasa nataka nikujuze kuanzia kwenye sura ya tano ambayo inazungumzia mambo ya uwekezaji, au sio? Sasa mimi nitakupatia tu wanachoita muhtasari, au sio, ili uweze kujua kiundani kilichoandikwa katika hicho kitabu. Tafadhali tafuta kitabu, rejea kwenye hiyo sura, utapata kiundani sana, au sio? Sasa hii sura ya tano ya uwekezaji imeweza kuzungumzia hasa, naweza nikasema kanuni za uwekezaji. Uwekezaji ni nini? Kanuni za uwekezaji ni zipi? Mambo ya kuzingatia ni yapi? Mambo muhimu ni yapi? Ndio kikubwa ambacho kimezungumziwa katika hichi kitabu. Kwa hiyo na muhtasari wake unakwenda kama hivi. Cha kwanza, ameelezea kwamba kuwekeza ni kuweka fedha katika biashara kwa lengo la kutunza mtaji na kutengeneza faida inayoridhisha. Na kama hujasoma bado, kitabu kimoja kimeandikwa The Intelligent Investor. Kitabu cha Intelligent Investor ndio kimetoa hasa hii tafsiri, na naona amekirejea kwenye hii sura, kwamba inawezekana hii ametoa kwenye hiki kitabu cha The Intelligent Investor, kwamba ili unachofanya kiweze kutambulika kama uwekezaji, cha kwanza lazima kuwe kuna usalama wa mtaji, lakini cha pili lazima kuwe kuna uhakika wa kupata faida. Kwa hiyo kama aidha hakuna usalama wa mtaji ama hakuna faida inayoridhisha katika uwekezaji, basi hauwezi kuita uwekezaji. Nje hapo, kama usalama wa mtaji haupo, tunasema hiyo ni speculation, ama wanasema uviziaji kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo naye ametumia hiyo kama tafsiri ya kwanza. Lakini pia anasema uwekezaji ni shughuli ya kiutafiti. Ili uweze kuhakikisha kwamba kuna usalama wa mtaji na kunakuwa na faida, maana yake lazima ufanye utafiti uweze kujua wapi pana usalama na wapi patanipa faida kwa pamoja. Sasa ili hilo liweze kufanyika, lazima utafiti uweze kuwepo, au sio? Lakini pia akaja akasema yako mambo saba ya kuzingatia kwenye uwekezaji. Cha kwanza ni utafiti kama ambavyo nimekuambia hapo awali, lakini cha pili usalama wa mtaji kama ambavyo nimeshajadili, lakini faida inayoridhisha, na la nne mwekezaji mwenyewe. Lazima na wewe uweze kujijua wewe ni mtu wa aina gani. Je, unaweza kuendana na mikiki katikati ya uwekezaji wako? Inaweza ikatokea uwekezaji ukayumba, ukaenda juu, uka chini. Unaweza kuvumilia, ama ni wewe mmoja wapo ya watu kusombwa na mkumbo? Alafu kuna kutokufuata mkumbo pia, amesema ni jambo lingine la kuzingatia sana. Ni rahisi sana kusikia jamani, NMB sasa hivi imeanza kupanda jamani, tuchukue. Mnajikuta wote mnakimbilia, mnaanza kuchukua. Sasa kama wewe ni mmoja wa watu wanaofuata mkumbo, unasukumwa na mkumbo kirahisi, basi ni jambo la kuliangalia vizuri. Ila pia nguvu ya fedha. Amezungumzia nguvu ya fedha, kwamba unapokuwa na fedha unapata nguvu ya kufanya mambo mengi. Kwa hapa inaingia kwenye tabia yako ya kujenga akiba. Akiba inakupatia fedha, ambazo fedha ndio nguvu yenyewe. Na hata katika Biblia, tunasoma Biblia, tunaambiwa kwamba fedha ndio inatoa majibu ya mambo mengi duniani, au sio? Lakini pia anazungumza kuwa na mfumo wa utendaji, uwezeshaji na majukumu na uwajibikaji. Zingatia taaluma ya uhasibu na ukaguzi wa mahesabu. Lakini pia zaidi ya hapo akataja mambo manne muhimu kwake. Hayo mambo ya awali, mambo saba, ilikuwa ni mambo ya kuzingatia, lakini mambo manne kwake, katika jambo la kwanza anasema ni utafiti, au sio? Katika utafiti anasema mwekezaji makini hutumia muda mwingi kuchunguza kwa makini hisa chache na sio kila hisa, au sio? Kuna nadhani katika soko letu la hisa Dar es Salaam kuna makampuni karibu 26 27 kama nakumbuka sahihi. Sasa uwezi ukaanza na kuwekeza katika makampuni yote 26 yote unayachunguza, hapana. Lazima utenge kampuni zako chache, labda 4 ama 5 maximum, alafu anza kuzichunguza hizo. Chomoa moja, weka nyingine, lakini sio unataka kuwekeza katika makampuni 10, 15, 20. Lakini pia jambo la pili amesema kwamba actually kwenye hilo jambo la kwanza, ila pia amesema usiweke pesa mahala hujaelewa habari zote muhimu. Amesisitiza sana, fanya utafiti kwanza.
Usiweke pesa mahala hujapelewa, hata kama watu wengi wanakimbilia huko, watu wengi wanasema wekeza huko. Kama haujapelewa usiwekeze. Jambo la pili anasema usalama wa mtaji. Wekeza mahala ambako uwezekano wa kupoteza mtaji ni mdogo sana, kama ambavyo tumeshajadiliana hapo awali. Lakini jambo la tatu anasema faida inayoridhisha. Hakikisha kwamba unaenda kuweka sehemu ambako kuna faida inayoridhisha. Anasema faida kubwa kwenye hisa ziko mbili, gawio lakini pia ongezeko la thamani. Na jambo la nne ni mwekezaji mwenyewe, kwamba kisha unajitambua wewe uko kwenye hatua gani, uko kwenye mlongo gani wanasema. Ama kama bado unatamani kuingia kwenye uwekezaji, jiwekeze basi wewe katika elimu, ili uweze kufika mahala unaweza ukajisemea kwamba wewe ni mwekezaji, si kwa sababu unashiriki uwekezaji, ila ni mwekezaji kwa sababu pia unajua misingi, unajua kanuni, unajua taratibu, unajua namna ya kuingia kwenye uwekezaji na namna ya kuendelea kuwa mwekezaji bora. Kwa hiyo hayo ni machache utayapata katika sura ya 5 ya uwekezaji ambayo imeandikwa kwenye kitabu. Ukitaka kujua kwa undani zaidi, pata kitabu. Lakini zaidi hapo na kukaribisha uweze kushiriki kusoma kwa pamoja na sisi Mtaji Academy. Tupo tuna group la WhatsApp. Ukitaka kushiriki hapo kwenye comments chini andika neno Mtaji, na mimi nitakutumia linki ili uweze kuungana na sisi kwenye kusoma kwa pamoja. Usio nikutakie siku njema.